kwa mchezaji wa Simba aliyefunga alikuwa ni Anset Aura. Mara baada ya kupokea pasi kutoka kwa Elie Mpanzu Kibisawala akafunga. Baada ya dakika ile sekunde dakika hata mbili haijaisha, James Mwashinga anapiga mashina ambayo inaenda moja kwa moja kwenye nyavu za Simba. Makosa makubwa yakiwa ni ya golikipa, kwa maana golikipa katika mfumo wa udakaji alilaza mikono badala ya kuikaza mikono kupangua ule mpira. Kwa hiyo golikipa wa Simba ndiye ambaye unaweza kalaumiwa kwa goli lile, kwa uzembe, kwa kutokuwa makini kwenye mpira kutengwa ambao ulipigwa na James Mwashinga na goli likaingia kwenye nyavu. Kwa hivyo naweza kusema bwana, kama hujawahi kushuhudia vita vya kwanza vya dunia au vita vya pili ya dunia, inawezekana hujashuhudia kitu kizuri sana, lakini kama umepata nafasi ya kushuhudia vita ambayo imepigwa katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza kwenye upande wa soka, basi inawezekana ikafidia kidogo vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Sasa hivi ilikuwa ni vita vya soka. Mchezo mzuri sana umepigwa katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza kati ya Pamba Jiji wakikipiga na Simba Sports Club. Ni furaha iliyoje kuona ligi kuu Tanzania bara inakuwa na mvuto wa aina yake, unakuwa na hali ya tension kwa kiasi ambacho unavutia kwa kiasi kile. Unajua, ukiangalia madaraja ya chini, kwa maana timu za madaraja ya chini, timu nyingi sana unazipa nafasi timu za madaraja ya chini kwamba ukifika pale unaenda kuchukua 2 pointi kwa sababu tayari hazina uwezo wa kupambana na timu kubwa. Lakini tumeshuhudia kwenye dimba la CCM Kirumba pale Mwanza, kwa upande wa Pamba Jiji wameonyesha ukomavu mkubwa sana. Wamewadindia kwanza ni uwanja wao nyumbani ambao hawajapoteza mchezo wote katika dimba la nyumbani, kama ni sare Azam, Singida, Simba, timu zote kubwa zimepata sare pale. Kwa maana uwanja wa CCM Kirumba umekuwa ni uwanja ambao ni mgumu kweli kweli kupata matokeo kwa timu kubwa, na Simba amefika pale wakijua pengine watapata pointi, lakini wamenasia kwenye mtego wa Pamba Jiji. Ni burudani iliyoje hasa kwenye soka la Tanzania kukutana na timu ambazo zinakupa ushindani. Before kabla ya mchezo nilizungumza, na kama nilivyo mzee wa black and white huwa nazungumzaga ukweli kuhusiana na ugumu ambao upo, urahisi na vitu kama hivyo. Nilizungumza wakati wa katika kipindi cha Mjini FM, nikasema Simba wataenda kukutana na timu bora, na miongoni mwa timu ambazo zimesajili vizuri sana ni Pamba Jiji. Kiangalia wachezaji ambao wako pale, kina Yonta, kina Mayombia, yani wachezaji wote wa Pamba. Ukiangalia eneo la ulinzi la Pamba, utaanza kuona kwamba kuna watu wa kazi kweli kweli wako pale ambao wamekita mizizi ya ukweli kweli. Ukiangalia nafasi ya ushambuliaji kote huko, tunaona jinsi ambavyo wamejimarisha. Mchezo wa Simba na Pamba umeonyesha kwamba ligi yetu sasa ina hadhi ya kusema ni ligi ambayo ni ya 6 kwa ubora. Hata kama tungesema ya 5 ya 4 kwa ubora, ilikuwa inaonyesha hadhi ya mapambano ya timu ambayo kama ni mgeni kwenye ligi huwezi kujua ipi ni timu ambayo ina miaka zaidi ya 80-90 huko, na timu gani ambayo nayo ina miaka mingi lakini kuna kipindi ikopo kwenye ligi na imejisajili vizuri. Ataona kabisa hapa kuna ligi ya ushindani. Ni mchezo mzuri ambao umepigwa pale Mwanza. Nipongeze sana kwa upande wa Mwanza. Lakini Simba nao wameenda ugenini, wameenda kupata pointi moja, nao si haba. Lakini ndivyo hivyo ambavyo kama utakuwa unakumbuka, Yanga walienda pale Arusha kucheza na TRA, wakatoka sare ya bila kufungana katika dimba lile. Sasa gepu ambalo lilikuwepo kati ya Yanga na Simba, watu wako wanapiga mahesabu kama Simba angemeza michezo yake yote mitatu iliyobakia, kwa sababu Yanga na michezo 15, Simba alikuwa na michezo 12, angekuwa anafikia pointi 36, nyuma ya pointi moja ya Yanga ambaye ana pointi 37. Sasa kwa kile ambacho wamekifanya Pamba Jiji, wamempunguza spidi Simba na kumrudisha Yanga kwenye pointi 3, gap la pointi 3 dhidi ya Simba. Kwa upande wa mashabiki wa Yanga bila shaka wamefurahi sana kwa kile kitu ambacho kimetokea, kwa sababu kama ni ndoto za ubingwa bado zinaongezeka zaidi, kwa sababu yule ambaye anamfuata Yanga kwa karibu sana, ambaye ni tishio, ni Simba.
Kama anadondosha pointi, manake ni nini? Ni kwamba Simba anazidi kujipunguzia kasi ya kuchukua ubingwa, lakini Yanga bado anarudi kwenye mbio zake za kuwa katika nafasi kubwa ya kuwa mabingwa. Kwa hiyo vita vya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara inazidi kukolea. Ukitazama Simba ambao pengine kama wangetumia nafasi zao zote, kwa maana katika mchezo ambao walikuwa cheza na Pamba Jiji, tungesema kwamba pengine wanaweza kakimbilia kwenda kuchukua ubingwa. Sasa makosa ambayo wameyafanya kuto kuchukua pointi 3 bado inarudisha Yanga kileleni, tena kwa gepu la pointi 3 ambazo Simba katika mchezo uliobakia hata washinde yote watamwachia gepu 3 za pointi 3 ambazo Yanga kishinda mechi zake, Simba kishinda mechi zake, basi bado Yanga atakuwa bingwa katika mazingira hayo. Lakini ukiitazama kwa umakini zaidi, utaona Simba imeimarika zaidi kwa sasa, jinsi inavyocheza, jinsi inavyounda mashambulizi na vitu kama hivyo, tofauti na Simba zilizopita. Lakini Pamba walikuwa ni bora sana nao katika eneo la ulinzi, kiungo mpaka ushambuliaji, kiasi cha kwamba kulikuwa na bato ya Simba ambapo Simba walikuwa wanashindwa kufanya maamuzi ya moja kwa moja ya kufunga. Maana yake unaweza ukapongeza timu ambayo ilikuwa ipewi nafasi. Pengine watu kufungwa kwa Simba ndipo ambapo kulikuwa story zaidi kuliko kufungwa kwa Pamba. Lakini Pamba wamemdhibiti Simba kuto kumfunga, maana yake tunampa credit Pamba kwa kufanya vizuri kuzuia uhatari wote aliokuwa nao Simba na kupata pointi 1, lakini huku akiwa na goli 1. James Mwashinga ndiye ambaye alienda kusawazisha goli ambalo Simba walikuwa wameshafunga mapema katika kipindi cha kwanza. Ni dakika chache tu, unaweza kusema dakika 1 au 2 ambazo zilienda kupelekea Pamba Jiji kwenda kusawazisha ile goli ambalo Simba lilifungwa na Anset Aura. Simba, kwa mchezaji wa Simba aliyefunga alikuwa ni Anset Aura mara baada ya kupokea pasi kutoka kwa Elie Mpanzu Kibisawala akafunga. Baada ya dakika ile sekunde dakika hata 2 haijaisha, James Mwashinga anapiga mashina ambayo inaenda moja kwa moja kwenye nyavu za Simba, makosa makubwa yakiwa ni ya golikipa, kwa maana golikipa katika mfumo wa udakaji alilaza mikono badala ya kuikaza mikono kupangua ule mpira. Kwa hiyo golikipa wa Simba ndiye ambaye unaweza kalaumiwa kwa goli lile, kwa uzembe, kwa kutokuwa makini kwenye mpira kutengwa ambao ulipigwa na James Mwashinga na goli likaingia kwenye nyavu. Kwa hivyo unaweza kusema mbio za ubingwa bado zinaendelea kuwa ngumu. Nani ambaye atakuwa bingwa? Lakini ukimwangalia nafasi kubwa iko kwa Yanga, ambaye Yanga ndiye bingwa mtetezi, lakini akiwa na pointi 3 zaidi ya yule anayemfuata kwa nyuma. Hata kama akishinda mechi zote, lakini bado patakuwa na ugumu wa kiasi hicho. So unaweza kuzungumzia kwamba kuelekea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara bado kuna vita ambayo inaendelea, ambayo tusijui ni nani ambaye ataishinda. Lakini ukizungumzia the way ambavyo mchezo uliochezwa, kulikuwa na bato kubwa sana katika maeneo tofauti ambayo yalikuwa yanapelekea sasa ushindani mkubwa katika maeneo. Unaweza kuzungumzia kwenye eneo la beki, kwa maana beki ya Pamba ambako kulikuwa na ushindani mkubwa sana katika nafasi wakati Simba wakienda kupeleka mashambulizi. Utaenda kuwapongeza mabeki wa Pamba Jiji ambao walionekana kupambana kwelikweli kuhakikisha kwamba Simba hawawezi kupata nafasi. Tumeona kuna matukio mbalimbali ambayo yametokea kwenye mchezo ambayo Simba huenda wangepata nafasi ya kufunga, lakini mabeki wa Pamba walijitahidi sana kuzuia ile hatari yote ambayo ingeweza kutokea kwa upande wa timu yao. Majidi Mangalo alikuwa ni mmoja kati ya kiongozi bora sana kwenye nafasi ya beki ya Pamba. Nilishai kuzungumza hapa kwamba Pamba kumsaini Majidi Mangalo ataenda kuimarisha eneo la ulinzi, kwa sababu ni beki ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri sana. Kila mmoja anafahamu
namna ambavyo alikuwa akitumikia Biashara United, alipokuwa ametumikia timu nyingine kama ambavyo mnafahamu kuhusiana na Mangalo, alifanya vizuri katika timu tofauti tofauti, lakini amerudi sasa ndani ya kikosi cha Pamba Jiji akiwa ana balance eneo la ulinzi kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ukiangalia Kibairo pia alikuwa ni bora sana. Ukiangalia pia wachezaji mfano Matthew unaweza kumzungumzia, ni mmoja kati ya wachezaji ambao walionyesha mchezo mzuri sana. Mchezaji ambaye alikuwa eneo la ushambuliaji, alikuwa na balance kiwango cha kwamba Simba alikuwa nasumbuka sana katika eneo la ushambuliaji. Na ukitazama kwa ujumla mchezo jinsi ulivyokuwa, utawapongeza Pamba kwanza, ukianzia kichwani, ukianzia namna ambavyo walikuwa na ufiti wa mwili wao. Pamba walikuwa naona kabisa mapambano ya akili na mwili yalikuwa naenda sambamba na kuonyesha kwamba hii inacheza nayo ni timu kubwa. Tutawaheshimu, lakini tutawashambulia na tutawapa nafasi ya wao kukaa katika eneo letu na sisi tuenda katika eneo lao. Ni moja kati ya michezo ambayo tumeona michezo mizuri sana kwa kuishuhudia ikichezwa katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Mimi binafsi mchezo wa Simba na Pamba ndo ulikuwa mchezo bora sana. Najua kuna michezo mingine kama ya Simba na Azam FC pia ulikuwa mchezo mzuri, Yanga na Singida na michezo mingine ilikuwa mizuri, lakini huu hakuna mtu alitaraji kuona Pamba ikipambana kwa kiasi kile ambacho wameenda kwa outshine Simba katika mchezo huo. Sasa Simba wamerudi tena kwenye upepo ule wa kusubiria Yanga mpaka apoteze mchezo, asare mchezo, ndipo wawe na uhakika wa kuchukua ubingwa. Kama Yanga hatapoteza mchezo, hata sare mchezo, mpaka saizi Yanga unaweza kusema ndiye ambaye ana nafasi ya kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini Simba waendelee kuomba timu kama TRA zitokee za aina hiyo ambazo zitakasaidia Yanga kutimiza majukumu, kutimiza malengo ya Simba. Yani timu kama TRA itokee ambayo inaweza kairudisha nyuma Yanga ili Simba kutimiza malengo yao. Kwa hiyo mpaka sasa tunavyozungumza, Simba inategemea timu zingine zisaidie kuirudisha Yanga nyuma, kwa maana kwenye pointi. Mimi naitwa Lugano Israel, tumeshuhudia mchezo mzuri sana, bato ya kutosha kabisa, viwango vya ufundi wa Pamba Jiji, Matthew Tegesi, Zabona Mayombia. Tumewashuhudia wachezaji wengi wakicheza mpira bora kabisa. Golikipa ambaye kwangu alikuwa man of the match, Yona Amos, ambaye ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Pongezi kwake, kafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba michezo mingi anacheza, hata mipira ile ya kutoka ya kuiwahi pia aliwahi kuzuia yale madhara ya mapema kabisa. Amefanya kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Pongezi kwake Yona Amos, golikipa ambaye kaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa mara baada ya kuongea muda mrefu kwamba ni golikipa ambaye anastahili kutumikia timu ya Taifa Stars, lakini kaitwa pamoja na Aishi Manula, kwa tutegemee kuona pia mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha timu ya taifa. Mchezo ulikuwa mzuri, mimi ninamaliza hivyo. Mimi naitwa Lugano Israel. Ciao.